kutoka Aniles Production. Hii ni hapa ndani ya Selene Network, na hii ni Talk to Diaspora. Kama ilivyo kawaida yetu, lengo ni kusikia uzoefu wa maisha nje ya nyumbani, na wengi ambao tunakuwa hapa nao ni wale ambao wana diaspora kutoka Afrika ambao wamehama kutoka kwenye nchi wanazoishi ama nchi za uhalisia wao, na wameanzisha maisha ama wameenda kuishi kwenye nchi zingine kwa sababu tofauti. Tunawaalika hapa, lengo ni kutaka kusikia experience za kwao binafsi ili tuweze kujifunza kwa pamoja, na wanaokuwa wanatuambia hapa yamkini ni tofauti kabisa au ni sawa na yale ambayo unakuwa unayasikia. Kwa hiyo tega sikio, na mimi imani yangu ni kwamba utajifunza kutoka kwa wageni wetu. Leo mgeni wetu anatoka nchini Canada. Najua hii ni moja ya nchi tajika sana kwa vijana wengi barani Afrika na duniani kwa ujumla. Ukizungumzia Canada, wengi wanaifahamu, sio kwa kwenda, ni kwa kuisikia. Kwa hiyo ambaye tuko naye hapa leo anaishi kwenye nchi hiyo. Nataka tusikie mengi kutoka kwake, atuambie Canada ikoje, yale ambayo tunayasikia kuhusiana na Canada. Hawezi kuamaliza yote, lakini kwa nafasi chache ambayo atatupa na kushare experience yake binafsi, naamini kabisa kuna vitu utavipata. Kwa hiyo usiondoke, tulia hapo, wakati ni sasa tunaanza. Magomba, mambo vipi? Poa Selina, mambo. Nataka kukutambulisha kwa sababu nataka nikupe pia uwanja mpana ujitambulishe wewe mwenyewe. Wengine wanauliza, huyu sio yule tushai kumuona nana au mimi ndiye yule nakufahamu. Sasa kwa ambao hawafahamu kabisa, wanaona tu wanasikia Magomba alikuwa mtangazaji. Magomba ni nani? Na sasa hivi nimetaja huko Canada, lakini yamkini kabla ya Canada huenda ulikuwa sehemu zingine. Hebu jinadi hapa. Mimi naitwa Abdallah Magomba. Kwa hivi sasa ninaishi Canada, Toronto. Before nilikuwa nafanya kazi Florida, Miami, US, na nilifanya kazi kwenye cruise ship. Moja ya kampuni za cruise ship ambazo ziko Florida, Miami, and we were sailing nchi mbalimbali. Tumeenda Australia, tumeenda New Zealand, Uturuki, Europe yote tukaimaliza, Caribbean, Jamaica, yani nchi karibuni 50 nimetembea kwa sababu nilikuwa nafanya kazi kwenye hizi cruise ships. Haya mameli makubwa ya 5 star. Yeah, and then baada ya hapo sasa ndio nika switch, ndio nikaja last year nikaja Canada. Kwa sasa hivi maisha yangu yako hapa Toronto, Canada, na naishi hapa Canada. Yes. Kabla hujanipeleka huko na umegusia Marekani, nataka niulize mengi, lakini kwanza umetokea wapi na ilikuwaje ukaanza kufanya kazi kwenye meli hizo kubwa kubwa? Okay. Of course nilitokea Tanzania actually, na nikaomba kazi, na kuna rafiki yangu mmoja alinitumia link, unaona, akaniambia bwana kuna nafasi za kazi zimetoka, lakini hizo kazi ziko Marekani. Unaona, kiwa rafiki yangu nakumbuka ilikuwa January kipindi hicho, alinitumia. Aliponiambia vile, mimi nikadharau. Nikasema bwana mimi nitaiza wapi? Unaona, hivi na hivi. Yaani nikaanza kujijaji mimi mwenyewe. Ushanifahamu? Mimi mtu kule Marekani, mimi wataniajiri mimi. Nikaachana nazo. Unaona? Bas. Sasa yule jamaa alikuwa sasa ananisumbua. Ushanifahamu? Ananisumbua kila siku. Unaona? Mimi ikapita January, February, March, miezi kama 3-4 hivi. Sasa yeye ananisumbua sana. Anyway, let me do it. Kweli na simu yangu hii. Niko nyumbani, siku ilikuwa Jumapili, nikaanza kujaza ile application online. Najaza nikikwama nampigia simu namuuliza. Ananijibu. Najaza mpaka nikafanikiwa kumaliza kujaza ile application, nikasubmit. Naona baada ya kusubmit nikakaa kama siku 2, nikaletewa schedule kwa ajili ya interview. I was like, this thing serious?
I was like, okay, let's see. Nika schedule. Basi sasa nilivyo schedule ile interview ilikuwa kwa Marekani, of course ilikuwa asubuhi, kwetu sisi ilikuwa saa 12 jioni. Alafu sasa siku hiyo sasa ilikuwa ni siku ya mtoto wa kiume duniani. Kwa hiyo nilienda kwenye interview Magic FM. Unaona? Nikaenda kwenye kile kipindi, nimefanya kipindi, nimemaliza. Unaona? Kuja kuangalia hivi, oh my god, ina interview. Na interview sasa ilikuwa ni online, inabidi nitafute sehemu ambayo iliyotulia. Uwezi amini, kuna dada mmoja namshukuru sana, anafanya pale kazi Magic FM, anaitwa Scholar sijui na ni nani, shamsahau jina lake. Nikaongea naye, bwana, samahani, naweza kupata sehemu yenye utulivu kwa sababu nimemaliza kipindi lakini na interview tena very important ya kazi. Unaona? Kunaweza kupata sehemu yenye utulivu ili nikae nifanye interview japo ndani dakika 15. Akaniambia no worry, usijali. Uwezi amini, yule dada akanitafutia room ofisi pale ni VIP imeandikwa pale. Yaani wageni maalum wakifika, let's say viongozi, rais, anafikia kwanza kwenye iko chumba, unaona, alafu ndo anaanza kufanya ziara kwenye ile jengo. Akanifungulia mlango, nikaingia kule, kuna vioo na kila kitu, nikafanya interview yangu. Basi nimefanya ile interview, nikamaliza. Yule jamaa akaniambia well done, umefanya vizuri na hongera. Na uwezi amini, kuna position niliomba, akaniambia kwa jinsi interview yako ilivyokwenda na kubadilishia position. Kutoka hii position nenda kwenye position hii hapa. Nikamwambia what is that? Akasema utaona tu na utajua. Haina shida. Nikamwambia okay, poa, haina shida. Kweli after few weeks kweli nikapokea email. Unaona, kutoka Florida kwamba congratulations, umepita hivi na hivi na vitu kama vile. Nikamwambia okay. Basi baada ya hapo nikatumia offer letter ambayo inaonyesha mshahara kiasi gani, nini na nini hivyo. Nikaconfirm ile offer letter. Nilipoconfirm offer letter, yani kadri siku zilizozidi kwenda nazidi kupata hamu. Unaona, hiki kitu ni kweli. Kama ndoto yani. Yaani hakuna kona, hakuna sijui mtu nimempa pesa sijui nini. Yaani ni mimi na wao. Ushanielewa? Basi huku na huku nikatumiwa barua hizo 3. Zile barua yes zinanionyesha namba yangu ya kazi, mahali ninapokwenda, na wakaniambia hii barua sasa inabidi uipeleke embassy, ubalozi wa Marekani. So ndio nikafanya application ya visa ya US. Baada ya hapo nikasubmit kila kitu zile hivyo, and then nikaschedule nikaenda kwenye interview wa Embassy of America. Basi nilifika pale, wakaniuliza wewe ni nani, umetokea wapi, unafanya kazi wapi, kwa hapa Tanzania, unaenda wapi? Nikamwambia mimi nakwenda Miami, Florida. Unaenda kufanya nini? Naona naenda kufanya kazi gani? Nikamwambia kazi fulani. Mshahara kiasi gani? Mshahara kiasi fulani. Unaona, akaniambia okay. Na email yenu unajua nchi gani na nchi gani zinapita? Nikamwambia yes, tutafanya Caribbean, tutafanya Jamaica, tutaenda US, Florida na miji mingine. Okay. Basi akaniambia congratulations, umepata visa, acha passport yako uje kuchukua kesho saa 8. Nikamwambia okay, thanks. Kweli nikaondoka pale, I was very excited. Kama movie yani hivyo, chini kwa chini yani. Basi kweli siku ya pili nikaenda kufungua hivi mkoba wangu, picha yangu pale ipo, nikakuta na ile visa yangu ya 2 years. Nikasema okay, thanks God. Baada ya hapo kweli nikachukua ile visa, nika-update kwa sababu wale jamaa kuna kitu wanaita C-Track. C-Track ni kama profile hivi. Kwa hiyo kufanya ile application unakuwa kama unafungua profile yako. Kwa hiyo taarifa zako, CV zako, vyeti vyako, kila kitu unakuwa unaviweka hapo. Kwa hiyo akiweka namba zako, profile inafanya linashuka. Kwa hiyo chochote unachokipata au unachokifanya unakuwa una-update pale. Basi kwa mimi nilipopata visa, nikaipiga picha, nikai-update pale. Of course yes, wakaiona papo, wakasema okay, safi. After few days wakanitumia flight ticket. Naona for the first time wakanitumia flight ticket. Ikaingia, wakaonyesha tarehe yangu ya kuondoka na destination country. Nakumbuka nilitoka Dar es Salaam nikaenda nchi gani? Amsterdam. Baada ya Amsterdam ndo nikaenda Washington, Seattle. Nilipotoka Washington, Seattle pale nikalala. Siku ya pili yake nikachukua flight nikaenda kujiunga Alaska.
Yeah, kwa hiyo nikaenda Alaska, from there ndo tukaanza sasa kusailing, tukaenda Victoria, Canada, tumeenda Vancouver, tukapiga hilo ruti. Tulipomaliza hapo sasa tukahama sasa tukaenda Australia na New Zealand. Kwa tukafanya Australia, New Zealand first contract, nikamaliza nikarudi nyumbani for the vacation, nikakaa miezi miwili. Baada ya hapo sasa nika second contract, nikaondoka tena. Nadhani second contract nilijiungia nadhani Ufaransa, kitu kama hicho, kwa Tori Montenegro, Ufaransa. Kwa tukafanya Europe, Uturuki, tukamaliza, tukageuza tena Florida, from there ndio ikawa hivyo. Okay, hongera. Kwa hiyo unachotaka kutuambia ni kwamba hizi fursa ambazo zinajitokeza za kuomba kazi mtandaoni, vijana wasizichukulie poa poa. Of course yes, wasichukulie poa, lakini lazima wawe makini kwa sababu sio wote ambao ni wa kweli. Kuna mitandao mingine ni ya uongo, lakini of course mtandao wa uongo utaujua, ni mtandao wa kweli vipi utafanya nini? Utaujua. Mimi sikufichi, nilipokuwa nafanya application zangu na ndugu yangu alikuwa na mimi chizi. Yako anaona jamaa anakwenda kuibiwa, anaibiwa. Kwa sababu mimi kia nikimpa matokeo kwamba nimefanya hiki, wamenitumia hiki, angalia. Nimefanya hiki, wamenitumia hiki, angalia. Kwa hiyo ananidharau. Lakini nashukuru Mungu mimi nikafuatilia na uzuri bwana, wenzetu watu wa huko especially Marekani au Canada wamenyooka hivi. Unaona? Scam, unamjua huyu scam, mtu ambaye kama sio scam unamfahamu huyu mtu ambaye sio scam, kwa sababu hata muda mwingine hata nafsi yako mwenyewe inakuwa inazungumza. Salina, hapo tu basi. yes. Hiyo kazi ulikuwa unafanya inaitwaje? Ulikuwa baharia ama ulikuwa ship crew ama ulikuwa kitu gani hasa ulikuwa unafanya? Mimi nilikuwa nafanya kwenye department ya F&B, food and beverage wanaita. Nilianza kama snack. Nilianza kama snack attendant, nikafanya training, nikakosa training, wakanifanyia promotion, nikawa assistant waiter, nikafanya tena hadi nikapanda nikawa waiter. Kwa mpaka naondoka kule nilikuwa waiter. Unaona, kwa hiyo hivyo. Stories ziko nyingi, wanasema kwenye hizi meli kubwa kubwa 5-star cruise ship ambazo zinazunguka duniani. Wanasema unaweza ukakaa kwenye meli ile mwaka mzima hujashuka kokote. Eti hizo stories za kweli? Kwa nini mnakuwa tu Hapana, si kweli actually. Kwa kipindi ambacho tulichokwenda mimi, kuna nchi kuna port, kwa sababu mkisailing, unaona, mkienda kwenye meli kwa kesho yake mtaambiwa mnakwenda nchi fulani. Unaona, kwa meli pale labda inafika asubuhi. Mara nyingi tunasafiri ni midnight, usiku kwa usiku. Mchana meli inasimama, wale watalii wanakuwa wanatoka kwenye meli wanakwenda nje, kwa sababu ndio nia na lengo lao kwamba washuke wakatalii miji mbalimbali. Kuna baadaye muda ukifika wanaingia kwenye meli, tuondoka tena tuenda sehemu nyingine. Kwa hiyo hata crew member nao tulikuwa tunapata hiyo chance ya kushuka kwenye meli, lakini kwa muda, na unaambiwa kabisa guest muda wa kurudi on board saa fulani, crew member muda wa kurudi kwenye on board saa fulani. Kwa unafahamu, so kama umechelewa kurudi wanakugea warning, ushanielewa? Na baada ya hapo tena unaweza hata kufukuzwa kazi, kwa sababu kisheria hauruhusiwi kwa sababu unakuta mtu hana kibali cha kuishi ile nchi. Kwa hiyo na mara nyingi ukifanya kazi kwenye meli, I don't know meli nyingine, lakini kwa kampuni ambayo nikifanya mimi, ukipika tu on board wanakusanya zile passport, wanakuwa nazo, kwa sababu kuna baadhi ya watu kwa historia walikuwa na jump. Let's say meli imekwenda Marekani au imekwenda Canada, kwa mtu anakuwa anatoka kwenye meli anaingia tu mtaani. Kwa hiyo ikawa shida. Kwa hiyo wanakimbia. Kwa hiyo this time wakasema hapana. Kwa hiyo lazima zile ukifika tu passport wanazicorrect kwa crew admin. Ukimaliza contract yako, unagewa passport yako, unarudi kwenu. Na ni contract ya muda mfupi ama wana renew mara kwa mara? Mara nyingi inategemea sasa na position. Kwa mfano, nilivyokuwa snack attendant, mkataba wangu ulikuwa ni 8 months, miezi 8. Mshanifahamu? Nilivyoanza assistant waiter ikapungua ikawa miezi 7. Mshanielewa? Kwa hiyo kipindi cha kuwa kwenye meli inategemea na position yako. Unaona?
Kwa unakuta hata let's say huyu ambaye anaiongoza meli, captain, shanifahamu, wao mara nyingi wanakaa miezi miwili, wanashuka in the vacation. Ushanielewa? Yeah, kwa ndo hivyo. Kwa unakuta machef, labda ma executive chef wanakaa miezi 6, miezi 5. Ushanifahamu? Kwa inategemea na position uliokuwa nayo. Kwa position yako kubwa basi utakaa muda mfupi. Kwa position yako ndo za chini kwa inakuchukua miaka. Lakini unao uwezo vile vile ya extend time ya kusema bana mimi nimemaliza let's say 7 months, I wanna add let's say 2 months. Yeah, kama nafasi ipo nakukubalia. Unaendelea, lakini it's not easy darling, it's very very hard. Vigezo vikoje na masharti kwa wanaotamani vya elimu na kadhalika, kwa sababu najua hapa watu baadhi masikio na macho ya ku attention, kwani tukitaka tunapataje? Vigezo of course uwe na vyeti ya profession, kitu ambacho ulichokisomea actually. Kama wewe ni chef, kama wewe ni mtu wa hoteli, kwa maana yake uwe na cheti cha masuala ya hotel management. Ushanifahamu Yes, na vivyo unachoangalia experience. Habari ikawaje ukaenda huko? Mimi before kwenda kwenye huo wanahabari nilifanyaga masuala ya hoteli. Ushanifahamu Yeah, nilisomea masuala ya hotel management na nilishafanya kazi kwenye restaurant mbalimbali. Nimefanya kazi restaurant iko Masaki, Haile Selassie ya Italy. Nimefanya La Mada Hotel. Unaona, nimefanya kuna restaurant moja ya China ilikuwa Morocco hapa inaitwa Zonghua Garden, nimefanya. Kuna restaurant nyingi mimi nilifanya before ya kuwajua nyie kipindi kile na kuja katika media. Lakini unajua sisi bwana watoto wa kiume na sisi watoto wa maskini, watu wa kuchakua kama kwa Kiswahili. Kwa hiyo unakuta mimi kila sehemu nilikuwepo. Mimi hadi kwenye vyama siasa huko nishashiriki, nilikuwa tu mjumbe mkuu mkoa wa vijana mkoa wa Dar es Salaam for 5 years. So kote huko mimi nimeingia. Yeah, kwa hiyo iko hivyo. Yote ni kujitafuta, ni kitu kizuri kwa sababu unasema mpaka ujipate lazima ujitafute. Exactly. Yeah, na never give up. Hongera sana. Kwanza kwa Marekani, nchi ambayo ndoto ya vijana wengi wa Kiafrika wanatamani kwa sababu ya zile perception. Hebu tuambie experience ya kwako ya maisha ya Marekani kabla sija kuhamisha kwenye nchi unaoishi sasa. Okay. Mimi gani ulikuwa nayo kuhusiana na Marekani na ulivyofika uli experience nini? Kwa Marekani naweza nikasema sina experience sana kwa sababu sikuwa naishi kwa on land, yani sikuwa naishi nyumbani. Ushanifahamu, nilikuwa naishi ndani ya meli. Yeah, kwa kwenye meli humo ndo kuna kila kitu. Kuna room, kuna saloni, kuna clubs, kuna shopping, kuna mabenki, yani each and everything zipo ndani ya meli. Kwa hiyo mimi nilikuwa nikitoka let's say nje labda Miami au let's say Alaska, labda kwenda tu shopping tu vitu vidogo na kujua mji na kutembea for the few hours and then narudi tena kwenye meli. Unaona, lakini kama nilivyosema tulipita Sydney, Australia, unaona, Melbourne, kote tumepita, New Zealand huko, kote tumefika huko. Unaona, lakini hivyo, lakini kama unavyosema nchi hizi vijana wengi wana ndoto zazo. Hata mimi of course ilikuwa one of the dreams ya kuja katika hizi nchi, lakini nilicho ki experience watu wanafanya kazi. Yani mtu anafanya kazi azifu, anafanya kazi yani si niseme azifu kama anafanya ibada. Ushanielewa? Watu wako yes. Yani people they are very very busy. Mimi mara kwanza nilikuwa nakwenda ni kwa Nyolonyolo. Huwezi amini, nilienda pale tipo bonge hivi, lakini ndani ya miezi 3 nikapungua na uzito ukapungua kabisa. Ushanifahamu? Yani mtu anawahi na muda kwenda kazini, tutasema na kwenda msikitini au kanisani. Asichelewe ibada na niliyo ya kiongozi wa dini. Of course, yes. Selena soma siala. Mimi nikishangaa sasa, mbona kwetu vijana wako hivi? Yani mtu anapenda kazi, utasema anapenda kitu gani? Kwa sababu ya kwa hiyo bili ni taxes ziko pale, bili ni nyingi. Usipofanya kazi nani atalipa bili zako? Sasa hiyo na experience sasa hivi Canada. Lakini kwenye meli ilikuwa hatuna tax, hatuna chochote. Unaona, kwa sababu chakula
Yes, chakula tulikuwa tunakula mule, tunalala bule mule. So kulikuwa hakuna nanilio, lakini kwa sasa hivi sasa nina experience hivyo vitu ambavyo vimezungumza kwa Canada. Kama ufanye kazi huwezi kuishi. Sasa bado nataka, umetoka Marekani umehamia nchini Canada. Hebu niambie ulinganifu wako wa maisha. Ushagusia kidogo masuala ya kodi kwa sababu sasa hivi unaisha au uishi tena kwenye ule mfumo ambao ulikuingiza Amerika. Nataka kufahamu kwanza, Canada unaendelea na kazi hiyo hiyo ama umebadilisha kazi ndio maana imebidi utoke huku uhamie nchi nyingine? Canada bwana, nimebadilisha kazi actually, na total mazingira yamebadilika. And before nilikuwa nakuja huku, nilikuja na hiyo mentality kwamba ile experience ambayo nilioipata on board, nikija huku Canada basi itakuwa rahisi, unaona, kutafuta hicho kitu na kufanya kazi ambayo nilioisomea. My friend, is it totally different. Ni tofauti kabisa. Kwa sababu kila sehemu ambayo nilikuwa nikienda kuomba kazi ya taaluma ambayo nilioisomea, wananiuliza, do you have a Canadian experience? Nawaambia sina. Okay, you are, let's say, waiter, you know, do you have let's say alcohol certificate, proof of alcohol certificate, so that you can save alcohol with anyone? No, sina. Do you have hotel sitting na nini? No, sina. Okay, if you don't have, go school, nenda shule kasome. Ushanielewa? Because I was like, oh my God, mlolongo ulikuwa mrefu. Sasa nikasema no, let me switch, ngoja nifanye kitu kingine. And yeah, namshukuru Mungu ndo nikaenda kusoma masuala ya shelter support worker and case management na masuala ya harm reduction. Nataka uniambie visa iliyokuingiza Marekani ilikuwa ni wewe kufanya kazi. Mkataba wako ulivyoisha, naamini it's one of two, ilikuwa kuongeze uendelee kubaki ama urudi nchini kwako. Sasa ilikuwaje ukahama? Ulirudi kwanza Tanzania halafu ukaomba visa ya kwenda Canada kwa ajili ya kutafuta maisha, kusoma ama kuajiriwa, ama hii transformation ya wewe kutoka Marekani kuingia Canada ilitokeaje? Nilivyorudi likizo last time ndo niliomba visa ya huku Tanzania. Ukaomba visa kwenda Canada. Yes. Budget zangu zilikuwa vizuri, bank statement yangu ilikuwa iko vizuri, and the good things, I was to a bank account, nilikuwa na US account ya kazini na vile nilikuwa Tanzania account ya nyumbani. So zote nikaziweka hapo ya. So far was good. Okay. Yes, kwa ikawa rahisi. Okay, twende sasa kwenye maisha ya Canada. Baada ya kuingia Canada, ukiwa na ndoto, ukiwa na kile kilichokupeleka, baada ya kufika, umeshatudokeza kidogo kwamba ulipofika kuna baadhi ya kazi ulikuwa unahisi ukiziomba ni rahisi kwa sababu tayari una uzoefu, tena una uzoefu kutoka kwenye taifa kubwa Marekani, tena uzoefu wa kufanya kazi kwenye meli kubwa za kitalii. Kwa hiyo uliamini haitakuwa changamoto kwa upande wako. Lakini unafika Canada unaambiwa hapa kuna mifumo yetu inabidi uanze. Mtu ambaye tayari una experience. Ilikuwa changamoto kiasi gani na umewezaje kuvuka kwenye hilo au bado una struggle? So far so good. Siwezi nikasema na struggle, lakini inategemea status yako ikoje kwa hapa Canada, lakini ukishakuwa na status nzuri, you will get benefit from the government. Utasomeshwa bure, utapata basic needs, mahitaji. So it depend status yako ni ipi hapa. Kwa hiyo kuna baadhi ya benefit government they provide for you, you know. Kwa hiyo yeah, lakini nilichokuja kujifunza kwamba hawa jamaa wanataka mtu aende shule asome. Yes, of course. Umesoma Tanzania? Yes, nimesoma Tanzania, lakini sio elimu ya Canada. Kwa they want Canadian experience. Kwa lazima hiyo elimu ambayo utoka nayo kwenu, unaona, lazima hapa napo usome program mbalimbali. Hicho ambacho wewe unakwenda kufanyia kazi. As I told you, mimi nimekuja na lesson na certificate zangu za hotel management. Nina experience huko. Lakini huku kuna baadhi ya vitu wanavitaka. Ushafahamu? Kwa sababu unapokuwa let's say waiter, you are going to save alcohol. Huko na sheria zao. Uwezo ukasave pombe kama haujakuwa certified, kama hauna vyeti. Ushafahamu? Kwa uwezo ukafanya kitu fulani mpaka
Kwa hiyo wana taratibu zao na na sheria, you have to follow them. Kwa hata muajiri naye anapokuja kumhaya mfanyakazi, ushanifahamu sababu serikali imetaka 1 2 3, lazima wafate zile yale maelekezo namna gani ya kuweza kufanya. Kwa hiyo kwa huku is not easy. It's not easy. Sio rahisi actually. Sio rahisi. Na and sometimes nilikuwa na staff babaki kunifanya kasa, oh my god. Ni hii kada niloambiwa au kuna kada nyingine niende? Yeah, of course, yeah. Kwa sababu kila unapokwenda ndio mwamba. Kila unapokwenda mwamba. Kwa sababu wao wenzetu hapo kwenye system. Lakini once ukishakuwa kwenye system sasa, una slope tu. Una slope tu. Kwa sababu kila kitu unakuwa unacho. Nimesomea hiki cheti hiki hapa, nimesomea kile cheti hiki hapa. Kwa hiyo inakuwa ni rahisi actually. Yeah, lakini kwa mwanzo of course unakuwa mgumu. Mimi mwenyewe of course almost nimetimiza sasa hivi 1 year. Ndio at least now naanza kupata mao. Kama yani nchi yoyote, yani kama Tanzania tu. Sawa mtu anatoka Kyela, Mbeya, anakuja Dar es Salaam kutafuta maisha. It's a process, right? Mpaka akae mazingira yes, ushanifahamu. Kwa same like hizi nchi nyingine. Lakini Canada sio so tofauti na US. Unaona, US wenyewe wanakuambia kwamba ukienda tu kazi zipo unapata. Of course yes, but kwa Canada kazi zipo, but you have to go to school. Unaona, lazima uende shule. And there are so many programs nyingi and free kabisa. Unaona, unachagua tu kitu gani uko interest nacho. Ukinifahamu kwa mfano sasa mimi ningesema ningeenda masuala ya food and beverage ya hotel, kwa maana yake ningeenda kufanya masuala ya hotel. Lakini kwa sababu nina experience ya masuala ya community development, and that's why nikaenda kufanya hii program ya shelter support work and case management, ambayo nakwenda kudeal na homeless people, refugees na watu ambao walikuwa addicted na madawa ya kulevya. So something like that. Na zinakuwa kozi za muda mfupi hizo ambazo mnaomba kusoma, ama ni kama vyuo vyetu labda kama ni degree itakulazimu kuchukua miaka 3, zingine mpaka 5, inategemea na kozi? Inategemea na kozi actually. Kwa mfano kuna kozi inaitwa personal support worker. Wenyewe wanaita kulea wazee. Unaona, lakini huku ni program kabisa. Ambayo program ndio inasomewa miezi 8. Lakini kwa wenzetu nasikia US kwa wiki moja tu unaingia kazi. Lakini kwa huku sisi lazima usome miezi 8. Miezi 5 utakuwa darasani, miezi 3 unaenda replacement, maana yake field. Ukishamaliza hapo sasa ndio unafanya mtihani wa mwisho, una graduate, ndio unaingia kazini. Kwa janja na kwa nini inakuwa hakuna. Ushanifahamu yeah, kwa hiyo hapo ni hivyo. Na hapo speaking of kulea wazee, utasikia hawa wanaoishi huko si Marekani ama wanaenda huko nchi za Ulaya, hakuna kazi ambayo anaweza kufanya, ni kulea wazee tu. Kwa Mwafrika kubeba boxi tu, yani maneno mengi. Na ndio maana unakuta hata kuna wengine utasikia nisaidie, wewe nipe mchongo mimi nije, nitakuja hata kubeba boxi, nitakuja hata kusaidia tu kuogesha wazee. Yani unaona kama ni kwanza ndio kazi za Waafrika kwa 1% kubwa, ama kuna zingine ambazo wanaweza kufanya. Hilo swali namba 1. Lakini namba 2, zinapatikana kirahisi hivyo kama watu ambao wanavizana, ni baby mimi nitakuja tu kubeba box ama kulea wazee? Mimi naweza ngasema kazi ya sisi tunaita PSW, hiyo personal support worker. Yes. Na kwenye PSW kuna magrupu mengi. Ushanifahamu unaweza ukamlea mlemavu. Yes, and sometimes unakuta mtu mzima yuko nyumbani actually, but anahitaji kuongea na mtu. Kwa unakwenda, unazungumza naye, unasema masaa yako, unalipwa. Ushanifahamu? Na niseme tu hizi kazi, I don't know other country, I don't know, but kwa kwetu sisi huku ni professional kabisa. Unakwenda shule unasoma hadi hesabu. Kwa hiyo unakuta muda mwingine namna gani ya kumpa mgonjwa dawa, lazima ujue vipimo. Unaona, lazima ujue millimeters, centimeters, nini, Kwa hiyo hivyo ni professional kabisa, na ni kazi ambayo ina pesa. Ushanifahamu? Ni professional, kitu ambacho kwenda shule kabisa. Sio kama wao mtu achukua analia wazee sijui nini na nini. No man. Kwa sababu ukishatoka kwenye personal support worker, course unaenda kuisoma sasa ni nursing. Ushanifahamu? Yes, ni nursing. Unafanya nursing 2 years, nakumbuka nadhani diploma. Ukimaliza hapo sasa
Ushakuwa certified hivyo, na mshahara wake vile vile ni mzuri actually. Kwa hiyo iko hivyo and it's not easy darling. Sio rahisi kama wao wanavyosema. Na kazi za boxi sijui mimi kazi za boxi Canada sijaziona actually. Amna kazi za boxi ya kuziona. Isipokuwa Canada kazi ambazo nazoziona mimi huku ni factory, viwandani. Unajua maskani tunasikia bora nende Ulaya nikabebe boxi tu mwanangu. Wanajiongopea. Na wakija huku hizo kazi hawaziwezi. Mentality ambayo unayotoka nayo kwenu Afrika, ukija hapa inabidi uibadilishe. Ni tofauti, maisha yako tofauti vile ambavyo mimi before ya kuja hapa ninavyofikiria. Umeona? Na uhalisia ukishafika huko. Everything is a process. Kwa nchi hii ambayo nilikuwa mimi, hakuna shortcut. Useme ujump uende kule. No. Na uzuri wake huko nako vile vile hakuna rushwa. Hakuna corruption. Yes, kitu kama ni haki yako kukipata, lazima ufuate procedure. Fanya 1, 2, 3, utakuwa unakiona kitu kile pale. Lazima ukifikie pale, lakini kuna mchakato. Lakini at the end of the day unakipata kwa sababu ni haki yako, kama kipo kwa mujibu wa sheria. Kama kipo out of sheria, kodi usikupata. Ushanifahamu? Yeah. Hicho na kingine, watu sio waongo. Yes, watu wa huko ni sio, sisi semeje, sio, unanielewa? Amenyooka. Wamenyooka, yes. Kwa utakwenda, let's say government ofisi za serikali. Let's say yuko ni halmashauri, huko ni Ontario. Unaona? Kwa ukienda hapa ukutana na afisa yoyote, ushanifahamu? Anakuelekeza na kuongopei. Ushanielewa? Hivyo mimi kwa mfano jana nilikuwa na training, unaona, ya masuala haya ya harm reduction in person. Ilikuwa kama nilio. Ilikuwa training saa 2, nimefika pale saa 3 dakika 20. Wakaniambia okay, sawa, jina lako lipo ili hapa, lakini umechelewa saa ngapi sasa hivi? Nikamwambia saa 3 dakika 20. Okay. Njoo tarehe 26 mwezi wa 4. I was like, really? Akaniambia yes, umechelewa. It's not my effort, it's your effort, right? Nikamwambia yes. Lakini nimechukua Uber mimi. Nikamwambia mimi I don't care. Kama umechukua Uber ungechukua 6 AM in the morning, hapo ungefika saa 2 au saa 1. Lakini kwa sababu umechelewa, you have to go back next time tarehe 26 April. Okay. Kweli nikachukua gari nikaondoka. Kwa nikaona kabisa kwamba ni mimi mwenyewe kosa langu kuchukua vitu simple. Shanifahamu, kwa hiyo tayari nishajifunza. Next time nitaenda kwa kuwahi. Ndio iko hivyo. Tunaishi tunajifunza kwa sababu imekuwa mpaka siku hizi sana unasikia ukimwenda tunasikia kizungu. Tukutane saa 2 ya kizungu kwa sababu kuna hizo perceptions zishajengeka kwa Kiafrika, kuchelewa ni kitu cha kawaida. Lakini tunavyoenda tunajifunza kwa sababu kila kitu kiko kwenye system. Una chombo cha usafiri kama mambo train itapita saa 2 ni saa 2. Wewe ukienda saa 2 ni dakika 1 2, unaiona hiyo inakuacha na utasubiri nyingine, wakati mwingine inayofuata inachelewa kabisa. Hata mabasi. Hata mabasi. Mimi kienda kazini najua muda gani wa kutoka, najua muda gani basi langu nitalikuta, najua dakika ngapi nitatumia kukuta basi langu. Kwa hiyo mimi basi langu la basi kwa mfano labda kama sina usafiri wangu. Ushanifahamu? Nikifika pale after saa 1 asubuhi ilishapita. Hata nikipita saa 1 dakika 2 ukuta lile ndio linaondoka. Kwa hiyo I have to be there like saa 1 kamili uwe pale. Na likishapita hilo sasa, lingine mpaka kuja labda half an hour au 15 minutes. Kwa tayari you are late. Kwa kenda kazini. Kwa hiyo hata mabosi huku hakuna excuse ya kuchelewa kazini. Anakuambia kwa nini uchelewe? Kwa nini uchelewe? Na ratiba yako unaijua. Masaa mangapi unajua. Kwa hiyo you have to wake up early in the morning, jiandae mapema uje kazini. Jamani, hii ni Talk to Diaspora. Kama unajiunga nasi umechelewa lakini tunaendelea. Ukirudisha nyuma unaweza kuona mambo mazuri zaidi. Niko hapa na mgeni wangu kaka Magomba, Abdalla Magomba, ambaye yeye kwa sasa anaishi nchini Canada. Ni Mtanzania ambaye makazi yake kwa sasa nchini Canada. Ametueleza alipoanza ilikuwaje, ametoka Afrika mpaka akaingia Amerika na sasa amehamia Canada. Kipi kilimpeleka huko? Ametupa uzoefu wa yeye, lakini sasa hivi anatupa pia uzoefu wa nchini Canada ambapo ndio kwa sasa
makazi yake yako huko. Sijui moja kwa moja atatuambia ama ameenda kwa muda mfupi afu atarudi kuendeleza libeneke la maisha nyumbani. Atatufahamisha kadri tunavyozidi kuongea, lakini ameshatuambia mengi ikiwemo changamoto zilizopo kama unataka kwenda kuishi nchini Canada ambapo yeye anaishi. Sio vitu vyote sio rahisi, na kubidi kwenda shule hasa pale unapotaka kujiunganisha ama kujiattach na mifumo ya ajira nchini Canada. Haijalishi ni ajira unaiona ndogo kiasi gani ama unaiona kubwa kiasi gani. Kwa wewe ambaye unatamani kuishi nchini Canada, unatakiwa kujua kabisa, yes, unaweza kuwa na vyeti vyako, lakini vyeti vyako vinaweza visikubalike ama vikakubalika lakini vikakuhitaji kuongeza elimu zaidi ili uweze kuajirika nchini Canada. Kwa hiyo anatupa hapa, unatakiwa usikilize kwa makini zaidi. Kama una matamanio na wewe ya kwenda kuishi nchini Canada, basi kupitia experience ya kaka Magomba hapa, basi kuna vitu utajifunza. Na napenda tu tuangalizo kwamba wageni wetu wanapotuambia zile ni experience zao binafsi. Inawezekana kabisa kwako wewe ambaye umeingia kwenye nchi ambayo mgeni wetu ambaye tunakuwa naye hapa ameshare ikawa tofauti. Inawezekana kwako wengine alikuwa magumu zaidi ama alikuwa rahisi zaidi, ama ulipitia baadhi ya michakato ikakubadilisha ikawa tofauti, ukahisi mbona kama nadanganya. Hapana, kikubwa hapa ni kwamba mtu anatupa ule uzoefu wake yeye binafsi, na wewe unaisikiliza. Mimi naamini kabisa utakaposikiliza kwa umakini, kuna vitu ukitoka navyo vinaweza vikakusaidia. Kwa mfano kama vile ulivyosema unatakiwa ukasoma. Unaweza kuwa unakusanya pesa zako unataka kwenda Canada, ukafika kwa jua mimi nimesoma hotel, nikitafuta kazi hotel, leo nimepata, kesho nimeajiriwa. Afu ukafika ukaambia unatakiwa usome tena. Kwa sawa, elimu ni bure, lakini ndoto yako ilikuwa kufika na kuanza kusoma au kufika na kufanya kazi. Swali linabaki hapo. Magomba, tunaendelea. Nataka sasa uniambie fursa gani ambazo zipo ambazo vijana wa Kiafrika wanaweza kuchangamkia fursa na kuomba kwa nchini Canada, wale wanaotamani kuja kuishi nchini Canada. Canada mimi nisema kuna kila kitu. Fursa zote zipo. Taaluma zote zipo. Ushanifahamu and as long as una Canadian experience. Kwa experience unaipata vipi? Inabidi kama hivyo uende ukafanye program, uende shule. Kama hivyo ufanye kazi, ushanifahamu, kwa sababu kuna truck drivers, kuna watu wa forklift, kuna na hizo program zote ambazo tunazosema government they provide, wanatoa serikali hizo program and for free. Na maana kijana ambaye anataka kuingia Canada na kuwa labda dereva wa vyombo vya usafiri vya umma, anachotakiwa kufanya japo ana leseni yake kutoka Afrika, akifika Canada of course ataenda shule kwa ajili ya kujifunza udereva. Je, anapotaka kuingia anakuja kama mwanafunzi, anaomba visa ya mwanafunzi, afu akija anaanza kujiattach kwenye masomo, ama anaweza kuja kama mtalii aka-apply hizo fursa, akipata labda anarudi sasa kwenda kuomba visa ya kuja kusoma? Ama hizi fursa ambazo zipo mtu anaweza vipi kujiconnect nazo moja kwa moja kutoka alipo? Okay, iko hivi Selina. You can benefit all this opportunity kama hauna status, let's say refugees or Canadian. Ushanifahamu na ndio maana watu wengi wanakuja wanajipiga wenyewe nakwambia. Lazima ushanielewa. Na kweli wakiprove this guy ni kweli ana 1 2 3 4 alikimbia huko na kuja huko kutokana na matatizo mbalimbali, changamoto za mbalimbali kutoka nchini mwake, basi wanakupa na utafanya kila kitu utafanya. Ushanifahamu iko hivyo. Lakini kama unakuja as a tourist au visitor, bimaana kwamba utakuja unaondoka. Unaona kama ulivyoomba visa, ulikuja kwa nini na nini, baada hapo utakiwa baada miezi 6 uondoke. Ushanifahamu kwa hiyo iko hivyo. Lakini kama umekuja na work permit ni rahisi. Kuja na work permit unakuja unafanya kazi direct. Sababu na mtu rafiki yangu amekuja hapa na work permit, lakini work permit ameiombea back home nyumbani, akaiomba, akaipata, akaja, amekuja kunafanya kazi. Ukiomba ukiwa Tanzania kwenda Marekani. Yes. Ushanifahamu. Kwa hiyo ipo hivyo, kwa sababu hii benefits ambazo ninazozungumzia mimi zipo kwa mujibu wa sheria na kuna magroup maalum, ushanifahamu, ya kuwa beneficiary kwa nani let's say mkimbizi, Canadian, let's say homeless, nini na vitu kama hivyo. Lakini ukija na status, yani ukiwa na status tofauti, let's say tourist, let's say visitor, no, you can do that. Uwezo ukafanya kazi na uwezo ukagewa hizo permit na uwezo ukasoma, unaona. Lakini kama una visa, student visa,
maana yake utakuja utasoma, na ukiwa mwanafunzi maana yake kuna masaa wanakukadiria ndio utafanya kazi actually. Watakugea hiyo work permit ya mwanafunzi, lakini kuna masaa maalum, kwa ina limitation ya masaa watakunaniliwa, watakuwekea. Kwa hivyo. Na kusoma ni hawa ambao wanapata scholarship, ama mtu anaweza akaamua kuja kusoma yeye mwenyewe kwa gharama zake? Kusoma kuna hawa wenyewe international student. Mtu yuko nyumbani, let's say amesoma na degree yake, ataka masters juu nini aje kuifanyia huku, wana apply back home na wana sifa zao wenyewe. I don't know, I don't have experience on that, lakini wana sifa zao wenyewe. Baada ya hapo ndio wakipata hiyo visa wanakuwa wanakuja huko, wanakuwa international student. Wakimaliza hapo wanarudi nyumbani kwa wao ambao wanarudi nyumbani. Wengine nasikia mimi sijaona, wanabaki wanatafuta namna gani ya kuweza kwa halali kuweza kuishi hapa. Okay. Sawa. Na kwa sababu hapa everything is expensive. Masuala ya afya, masuala ya nini, hata ukiumwa ni very 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 expensive. Yani it's not easy. Ni gharama kubwa sana. Kwa lazima uwe na status ambayo wewe itakufanya uweze maisha hapa kuyamudu. Ushanifahamu? Kwa hiyo kama ni mwanafunzi, kama ni nani, unaona lazima uweze kuwa na uwezo wa kuweza kuaccommodate na kuishi hapa, lakini otherwise you can afford to be here. And they don't want homeless. Ndio maana visa ya huku ni ngumu sana kupata, kwa sababu wanaona watu wengi wanakuja hapo warudi. Kwa hiyo unakuta hivyo, and they don't want homeless. Hataki mtu ambaye hana naniliu, hana nini, hana makazi, hana nini, akija huko ahangaike, na inakuwa ni mzigo kwa serikali actually kuweza kumaccommodate, kumlipa, kumlisha, kufanyeje, unaona, kumuhifadhi mpaka hapo mpaka atakapokuja kusimama mwenyewe baadaye na kuweza kujitafutia. Kwa hiyo. Na labda tunaelekea ukingoni, nataka pia utuambie, kwa najua wewe sasa hivi ni mwana diaspora japo haujakaa muda mrefu. Kwanza kuna community za diaspora wa nchi uliotokea Canada, mnakutana ama? Nimesikia nimesikia actually kuna community huku za diaspora. Actually sijawahi kushiriki mikutano mbalimbali, lakini nimesikia, lakini kuna baadhi ya magroup ya WhatsApp nipo, lakini kutokana na hali ya kimaisha, lifestyle ya Canada, ups and down na kukimbizana, of course sijawahi kukutana nao in personal, na vile vile kipindi hiki kipindi cha baridi, kwa inakuwa ni ngumu kufanya meeting na vitu kama hivyo, lakini I hope sama inakuja hiyo karibuni naweza nikananiliwa, lakini nimesikia hizo communities za diaspora huku zipo actually, lakini I'm not part of them. Okay. Ukipata nafasi ya kumshauri kijana ambaye ana matamanio ama ndoto ya kuingia na kufanya maisha nchini Canada, vitu gani vitatu unaweza kumwambia anafaa kuvizingatia? Kitu cha kwanza, aamini ndoto yake na aishi ndoto yake. Kitu cha pili, never give up. Never katika maisha yako. Ushanielewa? Kitu cha tatu, you have to take action immediately. Uwe na hela, usio na hela, tafuta any kind of sources ambayo inakuzunguka. Make sure that kwamba unaitimiza ndoto yako, lakini you have to be careful. Kwa mfano, usijione wewe una kiwanja Kimara, ushanifahamu, umeenda kwa agent, umeenda kumwambia nataka visa ya Canada. Agent anakuambia process ya visa milioni 10. You get my point? Unaenda kuuza kiwanja Kimara, unampelekea agent milioni 10, anafanya application ya visa, alafu visa unakosa. Kwa umekosa vitu hivi viwili kwa wakati mmoja. Kiwanja asset yako umeiuza, umepelekea agent, na visa umekosa. Umekosa visa, umekosa na kiwanja. Tayari ushakuwa maskini. Unifahamu? Na ndio watu wengi mimi wakiniuliza, unaona na kiwanja changu na nyumba, sio, naambia no. Usiuze. Cha msingi fanya kazi, jipange, itafute. Ushanifahamu? Kama huna source ya wewe kuja huku, kujitafute, jipange, tafuta pesa, peleka. Fanya mambo yako. Ile asset yako iache pale pale. Yaani ukishafika huko, ukishapambana sasa, nenda kainaniliwa asset yako, kwa sababu unaweza kukosa vitu vile kwa wakati mmoja. Mimi na ndugu yangu wa karibu kabisa alipata, ushanifahamu, flight ticket akauza kiwanja, kapata visa. Kauza kiwanja kwa hiyo kuna ticket. Kufika airport kazuiliwa, kaambia visa yako imekanseliwa.
Unaona? Yes. Mpaka sasa hivi yupo lakini kama kachanganikiwa na aliacha na kazi. Najua mimi Shanifahamu. So yeah. Canada. Yeah, kwa hiyo changamoto hizo zipo, na vile vile you have, I mean, try to hide yourself. Yani pendelea sana vitu vyako kuvificha. Yani don't, you know, mimi mwenzako niko nikiposti picha ziko kwenye ndege, nishafika labda Marekani na miezi mitatu ndo naposti picha za kwenye ndege leo. Kwa sababu unaweza kuposti pale departure international airport pap. Unafika kwenye check-in, vitu vinagoma, unarudi. Umesahau passport. Alafu unakutana na mtu Kariakoo. I saw yesterday. You know, kwa hiyo vijana wenzangu, never give up, wasikate tamaa actually, and mimi mara nyingi wasipendeke kumkatishaga mtu tamaa. If you can do that. Lakini kama nilivyosema, it's not easy, take a while. Mimi changamoto zote ambazo nilizopitia, mimi nasema ni moja ya mafunzo ambayo nimejifunza, and changamoto zote zimenifanya mimi kuwa very strong na kupata experience. Yeah, kwa ndo hivyo. Kwa sababu sometimes hivyo unalia, unapambana, unalia, ufanyeje, una kazi ufanyeje. Yeah, hivyo kwa sababu hata mimi sikupata kazi boom nilivyofika. No. Ilichukua muda. Mpaka nimefika mpaka kupata vibali, kupata work permit, kupata sio nini. Miezi karibuni mingapi? Nimekuja mwezi wa pili kupata mwezi wa 5. Mpaka kazi nilipata mwezi wa 9. Shanifahamu? Kwa hiyo nakumbuka na I have family back home. I have my daughters, my wife, my mom, you know, and wote wanakuwa wananisikiliza mimi, wananiangalia mimi na wanauliza, you know, kwa hiyo vitu kama hivyo. Yeah. That's very true, lakini kila kitu kinawezekana kama ulivyosema kijana, cha msingi jipange, usikurupuke, lakini kokote kule unakotamani kuishi inawezekana. Cha msingi tu ni kuchukua hatua, lakini kwa hatua zako ziangalie kwa umakini. Mwisho kabisa, una wito gani kwa serikali? Najua wewe ni mwana diaspora, umesafiri, kuna mengi umeyaona. Natamani ijue na isikie kwa mustakabali wa nyinyi ambao mnaishi nje ya nchi ya Tanzania. Oh my God. Serikali yangu ya Tanzania. Of course lazima nishazungumza masuala ya uraia pacha. Sharifahamu. Yeah, hivyo. Na kingine, kwa mfano mimi kwenye ile kazi yangu ya kwanza, shanifahamu ile ya meli. Yes. Wenzetu wa Kenya walikuwa watu wengi sana. Ushanifahamu? Na marekruta wengi walikuwa wanatoka Miami, Florida, wanaenda Nairobi kurekruti watu. Na wanawachukua, wanafanya interview, wanaenda nao wapi? Marekani. Sisi hicho kitu kwetu hakuna agent. Ushanifahamu? Ni wewe mwenyewe binafsi unajipambania mwenyewe na kasimu kako na laptop kako, kabondo kako, papa unaingia mtandaoni, unajaza, unafanya application. So ilikuwa ni ngumu sana. Haikuwa easy. Haikuwa rahisi. Ushanifahamu? Kwa hiyo government wasiongee politics. You have to be realistic. Wawe tu wa kweli na kuna namna gani ya kuweza kuwasaidia watu especially vijana. Kwa sababu hizi program, let's say hotel management, kwetu sisi haina soko, haina dili. Lakini ukija huku there are so many hotel here. Unaona? Kwa hiyo watu wanafanya masuala tourist, masuala nini. Kwa hiyo inakuwa ni nzuri sana. No, lakini ukizungumzia masuala nursing, kwetu nursing haina market. Nursing ipo $300. Unaona? Lakini huku nesi anaweza lisa $50. Lisa hili $50. $50 sasa hivi Canada, sasa hivi $1 ya Tanzania 1,800 sio na ngapi. Sasa piga 1,800 na ngapi mara 50? Almost $100,000 kwa lisali moja. Ushanifahamu? Kwa hiyo ipo hivyo. Kwa hiyo mimi kwa serikali yangu naomba nisemeje, yani wao wanafanya research na waone namna gani kuongea na hizi nchi, kuja huku na kupiga picha na viongozi wa huku, it doesn't really matter. Unaona? Lazima uwe na misingi mizuri ya namna gani. Mimi sikufichi, I'm very proud na Wakenya wenzetu, big up, na wanajua kuchangamkia fursa. Unaona? Viongozi wao hawajalala. Juzi nimekwenda one of the store, sawa, nimekuta unga. Na ule unga wa ugali, ule unga wa Azam, I'm sorry say that. Nikauliza, unga umetoka nchi gani? Wakamba umetoka Kenya. Nasema really? Anaambia yes. Nikamwambia natafuta kitu ambacho kichoka Tanzania hakipo. Ushanifahamu? Haya, unaweza kuta pale
safari, sijui hakuna matata, sijui nini sio Kilimanjaro, lakini unaambia kimetoka wapi? Kenya. Parachichi pale unajiona limetoka wapi? Sijui South Africa. Unaona vitu vyetu hakuna uvioni. Unaona vitu vya Kenya. Lakini unaona kabisa unga huu wa Baharesa kutoka Bongo. Ushanifahamu eh? Kwa mtu mwingine anaweza kaja katika vitu wanavitoa Tanzania na wale wanapeleka Kenya, wanavipack, wanagonga na miuli, na nembo, vinakuja huko kwa vinatoka Kenya. Lakini sisi kutafuta dagaa la Mwanza nimelikuta juzi. Lakini nimetoka Accra, Ghana. Kwa hiyo mimi naambia tu viongozi wangu don't sleep, wasilale waamke, waone mbinu gani ya kuweza kunaniliu ili na sisi tuna missing muda mwingine. Wachina wanaleta vitu kibao. Kuna maduka ukienda duka la Mchina hadi matembele unayakuta. Lakini unaambia vimetoka wapi? China. Ukienda duka la Mchina utakuta hadi uduvi. Unajua uduvi vile vikamba vidogo vyote kwenye blender vile. Yes. Yesterday. Nilinunua juice kapika na blender. You get my point? So, yeah. Let's stop politics. Tusimame siasa, guys. Tufanye kazi. Kwa sababu dunia ambayo tunakwenda nayo sasa hivi, Selina, oh my God, dunia iko kasi sana zaidi sana. Na wenzetu wametupita sana. Yaani mimi nahisi huko kwenu, huko Germany, I thought uko Tanzania. Na hizo wanaishi miaka 1989. Ndio nyumbani. Wanaishi 1989. Huko ndo wanaishi 2025. Kwa sababu wako nyuma. Sipondi nchi yangu, but I'm trying to put them na kuona kwamba namna gani government na watu wengine wanapambana na soko la kiulimwengu. Because nitakuwa ndaji proud nikienda supermarket, nikienda store, nikienda sijui wapi, nakuta kitu made in Tanzania. I was like, oh, okay, good. Because sometimes unakuta bendera ya kwetu lakini unaambia Kenya. I was like, hey, okay, no complaint. Yeah. Kuna Tanzanite, kwa Tanzanite imetoka South Africa. Kwa hiyo nimekwenda nikakuta Tanzanite, nikauliza, hii imetoka wapi? Nchi gani imetoka hii? Anambia Tanzanite, from South Africa. Sometimes najibu kuwaelezea lakini hawaelewi. Utawaelezea tu, yes, okay, but we get it from South Africa. Umeelewa? Kwa hiyo huwezi kabisa naye actually. Kwa kweli. Basi na hivyo ndivyo ambavyo tumehitimisha jamani. Muda wetu si rafiki, maana tukisema tuongea hatuwezi kumaliza yote kwa sababu ni mengi. Exactly. Naamini kwa haya machache ambayo kakaangu hapa Abdallah Magomba ameweza kushare na sisi, yameweza kufungua walau mwangaza wa wewe ambaye ni mdau wetu hapa ndani ya Selina Network kujua experience ya maisha nchini Canada ikoje. Mengi ametuambia, najua mazuri utakuwa umeyanote sehemu, yatakusaidia kujua unapotaka kuingia nchini Canada basi vitu gani walau vikusaidie kupata ule mwangaza, si ndio Basi na hivyo ndivyo ambavyo tumemaliza. Asante sana kwa wewe ambaye umetufuatilia na kutazama. Usisahau kusubscribe. Mimi naitwa Selina na kwa niaba ya mgeni wangu hapa Abdallah Magomba nasema asante. Ni mwanahabari huyu, basi nimwache afunge. Tufungie. Thank you so much guys kwa kuweza kutuangalia, and msisahau kushare and comment kipindi kizuri cha dada yetu Selina. And before nikupongeze actually kwa kipindi kizuri, and I promise I want to go to kuanzisha na mimi kipindi kama hichi. Sijui kwa nitatumia uzoefu wako, utanielekeza namna gani ya kufanya. Kwa hiyo na mimi nitakuwa namna gani ya kuweza kufanya. Of course watu wengi wananiambia, sijakwambia, watu wengi nyumbani wanipigia simu wananiambia why don't do that, kwa nini utakwenda nje kufanya kitu fulani, na naona vitu vingi, unaona, kwa nini usichukue hivyo. Kwa hiyo nalifanyia kazi hilo. Yaani karibu sana kwa sababu hatuwezi kufanya hii kazi peke yetu. Tasnia inahitaji watu wengi, na elimu ili ifike mbali inatakiwa pia tuwe wengi ili kuweza kusaidiana kusukuma hili gurudumu la taarifa sahihi kwa jamii zetu. Kwa hiyo mimi nakukaribisha kabisa, yani wewe njoo anytime ukitaka kujua jinsi mambo ya YouTube ama chochote kinavyoenda, don't hesitate. Na sio tu YouTube, unaweza kutafuta hata channels za TV tukapeleka vipindi hivi. Why not? Inawezekana. Ni kweli kabisa pia. Ni kweli. Basi sawa, nikushukuru Selina, and I'm so sorry, I do apologize. Your appointment ilikuwa miaka mingi mpaka leo imefikia mwisho. Kwa kweli hatimaye tumeweza kurekodi. So thank you so much my subscribers. Till next time, same place, same station. Mimi naitwa Selina na mgeni wangu ni Abdallah Magomba. Bye bye. Thank you so much guys kwa kuweza kutuangalia, and
msisahau subscribe. Diaspora, talk to diaspora, diaspora, African diaspora. My people from Africa, kutoka pande zinginezo za dunia. Let us talk about your lives. Uhalisia wake tunataka kujua.